الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kuwatembelea hawa mayatima kwa sababu kuna mandugu zetu walitoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwalisha mayatima. Hii chakula imechangiwa na mandugu zetu na vitabu. Kuna ndugu yetu ametumia vitabu katoni 2. Allahu akbar. Leo ni siku ya kugawa vitabu na kugawa chakula kwa mayatima. Kwa hivyo ndugu waislamu, mahali popote mlipo, mashaallah, hii ni kazi ya kila muislamu. Ni jukumu ya kila muislamu kuwalisha mayatima na kuwasomesha mayatima. Kwa hivyo ndugu zangu, ni mahali popote mlipo, Allah subhanahu wa ta'ala awajalie jannatul firdaus al-a'la kwa sababu nawalisha mayatima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia yoyote atakayelisha mayatima watakuwa naye peponi siku ya mwisho. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie jannatul firdaus al-a'la pamoja na mtume wetu, tuwe jirani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah wazidishie fi dunia wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala awakutanishe na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo ustadh, unatufanyia dua hawa waislamu wametoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwana al-muslimun wa uqtana al-muslimun, I take this short opportunity for only to give thanks and appreciate the sadaqah of our brothers and sisters in Islam who have decided to donate to this markaz of Good Hope Markaz al-Banat al-Islamiyah. Good Hope Markaz al-Banat al-Islamiyah is a place where we are taking 147 orphans. So brothers and sisters, we have no more to say, but we shall make dua for those who have donated. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lillahi Rabbil Alamin. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم ولا الضالين. إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. صوتي. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لك دعاء. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لله وكدوا. آمين. بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mungu tunakuomba usaidie watu wenye medonate food, wape riziki, wape shifa. Mungu tunakuomba usaidie Waislamu wote, wake mahali pema peponi. Nani wengine? Rehema. Rehema. Mpe mic. Kishiko liko kwenye
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah, tunakuomba usaidie wageni wetu, wape riziki, wape shifa. Allah, tunakuomba epushe na misukosuko. Allah, tunakuomba wazidishe maisha yao. Allah, tunakuomba wape mwisho mwema. Alhamdulillah. Haya, ande Ibrahim, tumalizie dua. Ibrahim. Sauti. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا جلال الإكرام. اللهم اكسنا عاقبتنا الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Rabbi, tunakuomba saidia waliotoka sadaka, zako apate shifa, zako apate riziki, zako hapa afya, zako ajalia maisha marefu. Dadage na wamekuja, zako apate shifa, zako apate riziki, zako hapa afya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia tukaweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kama sitaongea mengi, kama mlivyoona ni kwamba hawa ni Waislamu ambao wametoa mali yao ikuja kwa mayatima, na huwa tunahakikisha hiyo kile Muislamu ametoa kimefika pale inatakikana iwe. Ukiangalia hapa kuna nguo, kuna hawa ndugu zetu wametoa hizi nguo, na wengine wametoa chakula, na wengine wametoa mikeka. Wakasema hii mikeka watakuwa wanakulia chakula, yani wanaweka, wanaitandaza, wanakulia chakula ama wanakaa chini yake. Hawa ni mayatima, na hakuna Muislamu hajui hali ya mayatima. Mayatima ukifanya kazi ya mayatima, Mtume amesema mtakuwa naye pamoja katika jana moja. So jaribuni sana Waislamu. Bado Ramadhani haijakwisha, bado tumebakisha siku 10 na kitu hivi. Nafikiri siku 10 na 5 ama 15 16 hivi. 15. Kwa hivyo bado uko na chance ya kufanya donation. Wewe tupatie chakula tutalete hapa, tutailete baka hapa na utarudi uione kabisa imefika. Na tujaribu sana tufanyie dua wale ambao wanajua kutoa, pia tunasema ni imani. Na ukiona Muislamu anatoa mali yake katika kulalisha yatima, kwa sababu hata wewe hujui kesho, hata wewe unaweza ondoka duniani mtoto wako naye haya yatima, hana baba hana mama. So kwa hivyo Waislamu jaribuni, hizo siku zimebaki, bado changamke. Na niliwaambia last time ya kwamba hawa watoto siku ya Eid singetaka wakoze kanzu tunatakana hawa mayatima wapate. Kuna watoto wadogo, nafikiri mkiona kuna watoto wadogo wanaenda na sizes, wanataka kanzu vijana, na wasichana wanataka buibui. Sio ile ambayo wamevaa ikakaa ikachakaa, hapana. Ni ununue nguo mpya, kama vile ununulia mtoto wako nguo mpya siku ya Eid, basi nunulia yatima pia nguo mpya siku ya Eid. Na yeye kule Eid siku ikifika, at least aone ako pamoja na Waislamu. Sijui Sheikh Ali unamalizia namna gani? Mashaallah alivyosema ndugu yetu mashaallah Sheikh Hassan Karioki, wallahi ni jukumu la Waislamu hawa mayatima kukula na kuvaa, ni jukumu la Waislamu. Kwa hivyo Waislamu tusiepe majukumu letu. Hii ni kazi tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtihani kwetu sisi Waislamu. Kwa hivyo hawa watoto wanataka mavazi siku ya Eid, wanafaa kufurahi vile tunafurahi na watoto wetu, vile tunawafurahisha watoto wetu, na hao pia wafurahishwe. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametufanyia wawe ni mtihani kwetu sisi Waislamu. Kwa hivyo ndugu zanguni, mimi nasema tuwachangie hawa watoto wafurahi kama tunafurahi siku ya Eid. Na ikiwezekana bado Ramadhani ni bado imebaki siku 15. Tulete chakula, ikiwezekana tulete hizo mavazi tunaelezwa. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tawfik kufika sehemu kama hapa. Hii nafikiri inaitwa
Mwiki Mwiki Kasarani Mwiki. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tawfika kufika hapa, na tumeleta hizi vitabu, imetolewa na ndugu yetu mashaallah, na tukagawa pale kwa mayatima zingine. Hapa kuna nguo zimeletwa na ndugu zetu wengine, na hii ni chakula ilitoka Mombasa. Kuna ndugu yetu mmoja alitupigia simu akasema anatuma hizi chakula, na akatuma mashaallah, nafikiri inatosha watu 9, yani family 9, sababu ni fungu 9. Kwa hivyo zote tunagawa hapa, na tunaanzia na vitabu. Tunaanzia kwa mkono ya kulia ustadhi. Tunaanzia pale. Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie mandugu zetu waliotoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu mkisoma kitabu cha Qur'ani pia muwafanyie dua hao mandugu zetu, wanataka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile sisi tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao pia wanatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuwafanyie hawa dua mashaallah. Jazakallahu khairan jazaa. Ustadh Hassan, unaweza ongea? Naam, shukran. Ni kama vile ndugu yetu amesema, sitaongeza maneno mengi, ni kwamba hizi ni Qur'ani ambazo ndugu yetu ametoa, na angetaka watu wasome mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ukisoma mwezi wa Ramadhani kila herufi unaandikiwa iko na thawabu yake. Kwa hivyo alitaka watu wasome hizi Qur'ani mwezi wa Ramadhani, itaenda uende naye nyumbani, hiyo ni yako. Wewe unasomea pesa ile huko nyumbani. So nafikiri, na pia kuna ndugu yetu ambaye alitoa hizi nguo, zingine tumeacha kwa mayatima, na hizi ziko hapa pia ni za wanawake. Na kuna chakula ndugu yetu pia kutoka Mombasa naye alitoa, ndio hiyo. Kwa hivyo ni kama ya watu 9 hivi. So sababu ilikuwa 10 na wengine tumepatia jamaa mwingine. So kwa hivyo inshallah muombe ndugu yenu dua, kwa sababu amefanya jambo nzuri. Ukiona mtu, unajua mtu akipewa msaafu anaona kama pengine si kitu ya maana, lakini kama kuna kitu ya maana ni msaafu. Sababu hii ndio nakupatia direction yako ya hera, unaenda wapi siku ya kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilalamin. Hapo ndio Mwiki Kasarani. Hii ndio chakula tulipewa na ndugu yetu kutoka Mombasa, alitumana yeye mwenyewe na gari, akasema tugawie Waislamu. Chakula ndio hii tunagawa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vitabu, mkipewa vitabu msiweke chini ya pilo, msome. Someni vitabu na wamfanyie dua wale wamewapatia vitabu. Mtu akikupatia kitabu amekupatia kitu muhimu sana. Kwa hivyo tusome kitabu cha Qur'ani na tuwafanyie dua hao mandugu zetu ambao wametoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwafanyie fataha moja moja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستاذ إمام وهي مسكتي أنا يتوى عبد الرشيد ويسونغا ونفني دعاء من رجزتك وأجل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وغزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kitabu cha Qur'ani mkipewa naye mnasoma, msiweke chini ya pilo au kwa kabati ikawa na vumbi. Mnasoma na mnawafanyia dua wale watu wametoa hizi vitabu, wanatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi pia tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tusome hizi vitabu tunapewa. Mashaallah. Shika baba.
tusome, kwa sababu mtu akikupatia kitabu cha Qur'ani amekupatia kitu kubwa sana, amekupatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusome hizi vitabu ili tuweze kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muwafanyie hao mandugu zetu dua. Mahali wametoa, Allah subhanahu wa ta'ala wajazie, na sisi sote Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo Waislamu, naona mali yenu tumepeana, so tumewafanyia dua, Allah subhanahu wa ta'ala awatimizie mahitaji yenu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ni jioni nyingine tena tumekuja, ingawa tumechelewa kidogo katika viwanja vyetu, na tunaendelea na mafundisho kama kawaida, kwa sababu hii ni kiwanja ya elimu. Hapa watu hujifunza mambo mengi na naweza kujua yale mambo ambayo walikuwa hawajui. Mimi kwa majina, mimi naitwa Hassan Kariuki na niko na kakangu hapa, naye sijui anaitwa nani, na mimi ni Muislamu. Na wewe unaitwaje kaka? Naitwa Kibaki Dennis. Na mimi ni Mkristo. Asante sana. Karibu sana katika uwanja huu. Ungetaka swali gani katika Uislamu? Ni maswali gani ungetaka kuuliza Waislamu ili uweze kujua ambayo fahamu, kwa sababu najua mambo mengi hamjui kuhusiana na Uislamu. Mnaisikia tu, mnaiona tu kwa gazeti, kwa social media, vitu kama hizo. Swali la kwanza ni gani? Tuanze na la kwanza. Swali la kwanza nauliza hivi, najua mmefunga. Naam. Na ikifika jioni ndio mnafungua? No, asante sana. Swali lake ni mzuri. Ameuliza anajua sisi Waislamu tumefunga. Je, ikifika jioni ndio tutakula? Ni kweli tunafunga kuanzia saa 11 asubuhi mpaka jioni saa 12:30. Kwa hivyo ni masaa 12 ndio tunafunga. Haipiti zaidi ya hapo. Tunafunga asubuhi, tunafungua jioni. Na tunafunga mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu, the Islamic calendar. Na pia wana wa Israeli walikuwa wanafunga kama sisi, kwa sababu walikuwa ni mandugu zetu. Ushahidi uko wapi? Ushahidi uko katika kitabu cha 36:9, kitabu cha Yeremia. Yaani hawa kufunga kwa wana wa Israeli na sisi ni moja, kwa sababu dini yao na yetu ilikuwa ni dini moja ambayo ni Uislamu. Ndio naona kila kitu kinapelekana. 36 Yeremia. 36 kidogo. Sasa kitabu cha Yeremia. Nasemaje? Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kenda, the 9th month. Kenda si 9, unajua hivyo. Mwezi wa 9 ndio wanafunga, na mwezi wa 9 uko na siku 30. Na sisi tunafunga mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu, uko na siku 30. Ndio naona tunafunga mwezi mzima siku 30. Ilifanyika nini? Watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda wakapiga mbio ya kufunga mbele za Bwana. Unaona, kufunga ni watu wote. Ndio nasikia watu wote waliokuwa Yerusalemu na watu wote walikuwa katika miji ya Yuda wakapiga mbio kufunga mbele za Bwana. Kwa sababu kufunga, mnafunga mkiwa nyinyi nyote. Ina utaratibu ule Mungu ameweka. Na ndio naona hata sisi Waislamu tunatangaziwa dunia mzima. Tena inakuwa si hata ni tafadhali, ni amri. Inasemaje? Chukua hiyo Qur'ani yangu 2183. Qur'ani inasemaje? Tunafunga aje? Unajua kuna watu hapa Kenya nakumbuka walifunga hapa chini hapa Mombasa Chakahola. Hata wanaenda sijui kumuona nani, wakafa wakaribu wote. Kwa sababu hawana utaratibu. Waliambiwa na jamaa tu wafunge, wakafunga. Jamaa mwenyewe amenona, ukiangalia shingo iko huko juu. Anaambia watu wengine wafunge. Badala yeye afunge kwanza, akufe kwanza, ndio watu wengine wachukue example kwake. Akatoa kafara watu. Endelea. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Unaona, Qur'ani inasema enyi mlioamini, ni Waislamu wanaambiwa mmelazimishwa, ni lazima mmelazimishwa kufunga saumu kama, sasa hapo ndio kuna maneno, kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yetu. Waliokuwa kabla yetu na wana wa Israeli. Je, nao wana wa Israeli kweli walikuwa wanalazimishwa kufunga? Kitabu cha Ezra 8:21. 8:21 Ezra. Inasemaje? Ndipo nikaamuru kufunga. Huu ni Ezra kuhani wa Israeli, akalazimisha, akatoa amri watu wafanye nini? Hapo penye mtu hafa
ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Unaona? Na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Unaona? Kumbe hata watu wa zamani walikuwa na wale walikuwa kabla yetu walikuwa wanalazimishwa kufunga. Na kufunga sisi tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na wao wa zamani walikuwa wanafunga namna gani? Walikuwa wanafunga asubuhi mpaka jioni ama walikuwa wanafunga masaa? Kitabu cha Waamuzi 20:26. Nataka nikupe taratibu vile kunaenda hiyo mambo ya kufunga. Waamuzi 20:26. Ndipo wana wa Israeli wote. Angalia, ndipo wana wa Israeli wote. Nao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia wakaketi hapo mbele za Bwana wakafunga siku hiyo hata jioni. Kumbe hata hao wanakuwa wanafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo ndio utaratibu ya kufunga. Ukiona mtu mwingine anakuambia leo nimefunga nyama, leo nimefunga sikuli nyama, na kwa sababu hana hela ya kununua nyama, anasema leo nimefunga nimejifunga nyama. Hakuna kufunga masaa mawili na hakuna masaa matatu, ni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu ikifika jioni mnakula, mnashiba, mnaenda kuswali usiku. Mkimaliza hapo basi mnaamka tena saa 10 ya usiku, mnatayarisha kitu kinaitwa daku, chakula kingine kidogo, ndio sasa mnafunga. Ikifika saa 11 kiadhiniwa na pengine na nusu ndio mnafunga. Mkifunga kuanzia hapo hakuna kunywa maji wala kula chakula. Hivyo ndivyo inakuwa. Alafu baada ya kumaliza Ramadhani, baada ya mwezi mzima hiyo msururu mzima mwezi mzima, tuna sikukuu tunaitaga Eidul Fitri. Tunasherehekea sikukuu inaitwa Eid. Na wale wa zamani pia, narudi pale kwa watu wa zamani, nao pia walikuwa wanasherehekea Eid. Wakishamaliza kufunga wanasherehekea Eid 16-14. Kitabu cha Musa cha Kumbukumbu la Taurati inasema kwenye kuandika nayo tafurahi katika Eid yako. Unasikia? Nayo tafurahi katika Eid yao. Imeandikwa Eid ama haijaandikwa Eid? Hii ni Eid. Wameandika kabisa, wameandika Eid. Utafurahi katika Eid wewe na wanao na mgeni na nini. Na ndio unaona siku ya Eid kama uko na rafiki yako unamwambia leo tuko Eid, unamweleza kumwalika wako nyumbani akuja ale. Hata wakati kuna ile Eid nyingine ya pili ya kuchinja, kama uko na nyama unapatia rafiki yako. Hii tunafanyaga namna hiyo. Kwa hivyo ndivyo utaratibu yake. Kuna swali. Naam. Swali yangu ni moja. Mkifunga hii chakula yenye ungekula hii mchana yote, mbona msipelekee maskini mwenye ana chakula mumpe? Huwa tunapeleka sana. Tunapeleka hata saa hii tumekuja hapa. Ngoja ikifika saa 12 si mnaanzanga kukula, mnakaa hiyo siku yote mkikula? Hatuwezi huwezi kula siku mzima. Unakula ngoja kidogo. Kukula chakula. Hii tumbo ni ndogo sana. Hii tumbo unakula saa hiyo unakula, ukishamaliza unaenda msikitini. Huwezi kula hata usiku mzima, sasa tumbo itabasuka. Utabasuka tumbo ama ifure. So, hii chakula yenye amuja kula mchana mnapelekeanga maskini. Maskini ndio tunapea sisi. Qur'ani inasemaje? Sikia, kila kitu sadaka nini ni ya maskini. Qur'ani 9:60. Maskini lazima wale. Hata saa hii tumefika hapa ndio tunaona tumechelewa. Tumetoka pahali huko tulikuwa tumeenda kwa yatima, kupelekea mayatima chakula na nguo. Inasema sadaka upewa watu hawa. Chakula ni sadaka pia, ukitoa chakula ni sadaka. Mafakiri na maskini. Unasikia? Sisi tunapatia watu ambao ni maskini. Ukisikia mtu fakiri ni yule mtu tunasemaga hana mbele wala nyuma. Hajui leo atakula kitu ama atalala njaa. Lakini maskini ni mtu anapata leo, kesho anakosa. Anapata leo, kesho anakosa. Namna hiyo. Haya. Sawa, nimeelewa sasa. Nimeridhika. Tuendelee. Sina swali nyingine sasa. Nimeridhika sasa. Basi wewe Muislamu tufunge pamoja. Sawa, nitakuja tufunge. Lini? Kuja tuanzie Monday. Kuanzia Monday. Monday hii. Okay. Sawa, hakuna shida. Haya. Tuacha kaya hapo. Jana yako iko wapi? Hapo na mama. Okay. Mimi naitwa Hassan Kariuki, naona naitwa nani? Mimi naitwa Edward Mumo. Edward Mumo. Mumo. Haya, Mumo sasa unasemaje leo? Anaitwa kijana machachari huyu.
Mimi nina furaha kuona Wakristo na Waislamu wakichangiana kuleana kwa kidini. Na iko na manufaa kwa watu wetu wa nchi yetu. Na ni vizuri tuendelee kuelimishana. Naam. Juu naona tukipendana tunakuwa kimoja. Naam. Na hiyo ndio mzuri. Kweli kabisa. Sina mengi. Una swali leo? Sina mengi. Na una swali hata moja? Swali yenye nitauliza. Nyinyi kama viongozi wetu wa kutuongoza kwa hii dini ya Kiislamu. Nyinyi mnaonanga manufaa gani mkitufunza? Juu nyinyi sisikiange mkituambia saa zingine tunaongezeka, saa zingine tunakuja kidogo. Na nyinyi sisikiange mkisema mmepungua, mmeongezeka. Furaha yenu ni gani mkiona sisi no, kuongezeka ama kupungua hiyo si muhimu sana. Ile cha muhimu ni ule ako pale, awe ni mtu mmoja, hata kama ni mtu mmoja mnaongea na yeye, inakuwa ni heri zaidi, kwa sababu unafungua hapa tunafungua watu macho mambo mengi ambayo watu hawaku wanajua. Hata wewe unajua umejifunza mengi hapa, ama si ni kweli? Umejifunza mengi ulikuwa hujui. Kwa hivyo mwanadamu huwa anafunguka akili na macho kwa kuona na kuelimika. Akielimika anafunguka, anajua mambo mengi. Sasa mimi swali yangu ni juu sasa kulingana na nyinyi, unajua nyinyi ni viongozi na mmetumwa pia na viongozi wengine. Hamwezi tumwa hivi bure. Hata Mungu vile alituma manabii, aliwatuma huku duniani wafanye kazi. Sasa vile nyinyi mnafanya kazi, sasa vile pia nyinyi mmepewa kazi. Kazi si ni ya Mungu. Hii kazi ya Mungu mnaona inaendelea mzuri, ama kuna wenye mnaona wanaipeleka kando, ama mnaona inaendelea vile nyinyi mnaona katika ajili ya Mungu inafaa iende hivyo? Hii kazi ni mzuri kwa sababu ukiangalia misikiti imejaa saa hii tena zaidi. Kwa hivyo ni kazi mzuri kwa sababu watu wanachanuka. Watu ndio naona siku hizi wale watu wako siku hizi dunia sasa wewe danganya mtu. Watu wamevuka sana, unaona? Ndio kwa hivyo watu wamejua mambo mengi, akajua hapa nilikuwa nadanganywa, hapa ilikuwa hivi. Hapo sijaisikia, hiyo verse sijaisikia, hiyo sijaisikia, leo nimeisikia. Nani amenipatia? Ni Muislamu. Lakini mimi nakuwa na mchungaji siku zote, hajai niambia. Kwa hivyo Muislamu naona mambo yake si mbaya sana. Unaona? Ndio hivyo watu wanapatikana. Nasikia? Nimesikia. Mimi nimeshukuru, sina mengi. Una mengi? Haya, sawa. Sasa ni Kariuki, naona aitwaje? Frederick Mutua. Frederick Mutua. Asante sana. Nata yu? Nata yu? Nata yu? Yes sir. Wewe nabo? Haya, swali gani unataka kutuuliza sisi Waislamu? Swali gani nataka kuuliza? Mimi najua maswali mnayo mingi, ni chance mnakosaga. Uliza swali. Mimi nataka kujua Uislamu ni nini. Tunaona maswali yako. Naona maswali yako hivi inakuja vizuri. Ndio nikasema vijana siku hizi ni werevu sana. Anauliza Uislamu ni nini? Hiyo ndio swali. Anauliza Uislamu ni nini? Uislamu ni nini? Kabla sijaenda kwa andiko, Uislamu ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Ama kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu na kuwa na amani na Mola wako aliyekuumba. Hiyo ndio tunasikia kiitwa Uislamu. Unyenyekevu, ama kujisalimisha amri zote. Mungu akisema kitu unasema. Korani 3:64. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asema enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manaswara, njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu, au pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndio wakikigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, yaani tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Uislamu ni kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akisema enda njia hii, usipige kona. Akisema kaa chini, kaa chini. Akisema usiibe, usiibe, usiue, usiue, usizini, usizini. Hiyo ndio kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Akisema kutukana watu na nini, uache. Hiyo ndio unaitwa Uislamu. Ukisikia mtu akisema ni Muislamu, amekubali amri zote za Mwenyezi Mungu atakayoambiwa. Hata moja hawezi pinga, na akipinga anajua kuna adhabu siku ya mwisho.
Hiyo ndio Uislamu. Kuna tofauti ya Uislamu na Ukristo. Kuna tofauti kubwa sana ya Uislamu na Ukristo. Tofauti kubwa sana. Kwa sababu kwanza ukiangalia tofauti, kwanza sisi Waislamu tunaamini Mungu ni mmoja peke yake. Hana msaidizi, hana bibi, hana mtoto, yeye anatoa amri akiwa peke yake. Na nyinyi mnaamini Mungu ni wangapi kwenyu? Mungu ni mmoja. Na Yesu? Yesu ni mmoja. Yesu ni nani yeye kwa Mungu? Yesu ni mwanae Kristo. Na Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Nani? Si mnasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Ama wewe si wa hiyo? Sasa tofauti iko hivi. Sisi Waislamu tunaamini Mungu ni mmoja, lakini unapata kuna Wakristo wengi wanaamini ya kwamba Mungu ako katika ile sehemu tatu. Ama mimi nakosea? Mungu ako katika ile sehemu tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Unaona? Na Waislamu sisi tuamini hivyo. Sisi tunaamini tofauti kabisa na nyinyi. Hiyo ni ya kwanza. Hebu kwanza soma Qurani 112 1-4. Sikia tofauti ile bali iko. Kwa jina Mwenyezi. Lakini si ate manabii waliokuwa kwa kina Musa hawako tofauti na sisi, hata Yesu hawako tofauti na sisi. Hawa wengine nyinyi ndio sasa mko tofauti. Lakini wale tuko pamoja, tunapelekana sabamba katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Unasikia maneno haya? Mungu hakuzaa, hakuzaliwa, wala afanani na kitu chochote. Yule Mungu ambaye Waislamu wanaamini. Tunaamini Mungu wetu afanani na kitu chochote, wala haonekani na hazai, hana bibi, hana mke, hana chochote, hana kwa sababu Mungu akiwa na bibi ama awe na mke, si hata utakuta watu watazeeka wakina babu. Utakuwa ukisema yule ni babu ya Mungu, huwezi kumguza hapa duniani. Sababu utakuwa ukisema yule ni babu ya Mungu, ni babu ya Mungu. Unaona? Kwa hivyo Mungu hazeeki na hazai na ni moja peke yake. Sisi Waislamu tunaamini hiyo. Lakini kwenye mnaamini ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini manabii hawakuamini kama vile nyinyi mnaamini saa hii. Musa alikuwa anaamini namna gani? 6:4 kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Oh, 6:4. Kumbukumbu la Torati. Inasema kwenye kuandika. Sikiza, ye Israeli. Huo ni Musa anaambia wana wa Israeli. Sikiza we Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Unaona maneno haya amesema ama hajasema? Amesema. Na Qurani imesema Mungu ni mmoja. Ni moja, sawa? Wote wanasema Mungu ni moja. Umeona? Hiyo ni Deuteronomy 6:4. Musa anaambia wana wa Israeli Mungu ni ngapi? Ni mmoja. 21 Kutoka. 21 Kutoka. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyokutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kumbe hata bado anazidi kuambiwa, usiwe na Mungu mwingine ila Mungu mmoja. Tunaona hapo nyinyi ndio mmetoka line. Kwa sababu nyinyi mnasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ama wewe usemi hivyo? Pekine wewe usemi hivyo. Hatujatoka line. Wewe usemaje Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu. Unasemaga hiyo? Tatu. Katika nini? Tatu katika moja. Yaani Mungu amegawanyika sehemu ngapi? Tatu. Sasa unaona Mungu wa Musa hajagawanyika. Mungu wa Musa amegawanyika mara 3. Mungu wa Musa ako mara 3 ama ako peke yake? Ako peke yake. Ako peke yake. Na Mungu wa Uislamu pia ako peke yake ama yuko peke yake? Si ako peke yake? Tumuulize Yesu, je, na wewe Yesu mko Mungu wa 3 ama uko namna gani? 12:28 Marko. 12:28 Marko inasema. Inasemaje? Na mmoja wapo waandishi akafika. Akasikia kusemezana naye.
akatambua kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi ile ya kwanza? Yesu akamjibu. Huu ni Yesu anajibu sasa kuhusu, ameuliza swali kama hilo. Katika amri zote ni gani kubwa? Sasa Yesu anajibu, atoa majibu yake. Ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli. Sikia, anarudia kama maneno ya Musa. Sikia wewe Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kumbe Mungu ni ngapi? Mmoja. Kwa hivyo hawa watatu wakuu kwa mujibu wa Biblia. Watatu wakuu? Hakuna. Tumeelewana hapo? Nataka niambie kama hujatosheka uniambie, tuendelee tu pole tu mpaka tufike ile kiwango. Nimetosheka. Hapo iko sawa? Kabisa. Naona hiyo moja tupelekane na nyinyi. Si ndio? Hiyo ni ya kwanza, tupelekane pamoja. Ndio naona kuna tofauti ya nyinyi na sisi. Ya pili, sisi huwa tunaenda msikiti. Sisi tunaenda kanisani. Sisi tunaenda, unaona naenda wapi? Kanisani. Kanisani. Na Yesu alikuwa anaenda wapi? Kanisani, msikitini? Yes, sijui. Hujui? Ndio, unajua mtu akisema hajui ni mzuri sana. Hiyo tunasemaga ni nusu ya elimu. Kusema hujui ni nusu ya elimu, kwa sababu sasa kile ulikuwa hujui utajua. Sasa sisi huwa tunaenda msikitini. Na hata Muhammad alipokuja alikuwa anaenda msikitini 17:1 moja katika kitabu cha Qur'ani. 17:1. Sikia kwanza Waislamu kwanza, alafu nirudi nikuje huko kwingine. 17:1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Utukufuni wake yeye ambaye alimpeleka mja wake usiku mmoja tu kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas. Kumbe la Muhammad alikuwa anaenda msikiti ya Maka, na sisi wafuasi wake tukawa tunamfuata. Na sisi tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Msikitini. Sawa mpaka hapo? Tumeelewana? Hii ni Qur'ani, weka kando. Acha nichukue hii. Sasa Musa unamjua? Musa alikuwa nabii wa wana wa Israeli. Alitoa wana wa Israeli kutoka pale Misri. Akawapeleka katika nchi ya Palestini kule kulikuwa inaitwa Kanaani. Si ni kweli? Sasa Musa, hebu tusikie habari yake naye alikuwa namna gani. 15:21 Matendo ya Mitume. Inasema kwenye kuandika kwa maana tangu zamani za kale Musa nao watu wahubiria mambo yake katika tangu zamani za kale katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe habari ya Musa ukitaka kuipata kila siku ya Sabato ilikuwa inapatikana wapi? Kanisani. Rudia tena. Inasema kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubiria mambo yake katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe habari zao zilikuwa zinapatikana nyumba inaitwaje? Masinagogi. Sinagogi unajua ni nini? Ni shrines. Shrine. Mimi nasema ni nyumba tu. Na unasema ni shrine. Wacha tuulize waandishi wa Biblia. Waandishi wa Biblia iliandikwa na watu wakiongozwa na roho wa nani? Waandishi wa Biblia waliandika Biblia wakiongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Roho wa Mungu anaweza kosea? Hapana. Anaongea ukweli? Sasa wa Biblia wamekuandikia dictionary hapo nyuma. Neno likikusumbua uangalie. Neno la 4 kutoka juu. Sinagogi. Ni nini? Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Msikiti. Alipokuja Yesu akaenda wapi? Na haijaandikwa alienda msikitini bado. Alikuwa anaenda nyumba gani? Masinagogi. Ambayo tunaambiwa ni nini? Msikiti. Kumbe Yesu alipokuja alikuwa anaenda wapi? Msikitini. Na Musa naye alikuwa anaenda sinagogi ambayo ni nini? Msikitini. Muhammad naye aliwafuata akafuata manabii wenzake naye akaenda wapi? Msikitini. Sawa? Na sisi wafuasi tukawafuata wale wote watatu. Tulikuwa tunaenda wapi? Msikitini. Na wewe unaenda wapi? Kanisani. Ulitoa wapi hiyo? Unaenda wrong. Mwalimu anaenda huko, naona mwalimu anaenda Embakasi, naona anaenda town. Unaona sasa hiyo gari mpaka gari itapinduka hiyo. Umeshaiona hiyo ama ni mara yako ya kwanza? Hapana. Ni mara ya kwanza? Hujaisomeshwa hiyo na mtu yote? Hii ndio siku ya kwanza. Kumbe kama mtu anaenda msikitini ni wa dini gani? Muislamu. Na mtu akienda kanisani
Ni Mkristo. Na tumeona Yesu na Musa na Muhammad walikuwa wanaenda pahali moja. Wapi huko? Msikitini. Kwa hivyo wote dini yao ilikuwa ni ngapi? Waislamu. Kwa hivyo kama walikuwa Waislamu na wewe unataka Biblia inakufundisha nawe uwe nani? Mkristo. Unataka kufuata walimu. Hebu nimuulize Yesu. Huyu Yesu anakukataa hapa. Hebu nimuulize Yesu. Yesu unasemaje kuhusiana na ukakangu hapa? 7:24 kitabu cha Mathayo. 7:24 Mathayo. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya hatafananishwa na mtu mwenye akili. Yaani ukisikia maneno ya Yesu na kufuata vile Yesu anasema, unakuwa ni mtu mwenye brain. Wazungu wanasemaga mwenye akili. Na kila asikiaye maneno yangu asiyafanye, akafanyaje? Hatafananishwa na mtu mpumbavu. Yesu amesema mambo mangapi? Mawili. Ukisikia maneno yake unakuwa mtu mwenye akili. Ukikataa maneno yake unakuwa nani? Mpumbavu. Unataka gani katika hizo mbili? Chagua moja. Mwenye akili. Mwenye akili ni kumfuata Yesu wapi? Kanisani. Yesu alikuwa anaenda wapi? Msikitini. Kama anaenda msikitini, ukienda msikitini kama vile Yesu anasema unakuwa mtu mwenye akili. Ukikataa kwenda msikitini unampinga Yesu unakuwa nani? Mwenye akili bado. Ukikataa maneno ya Yesu unakuwa nani? Mpumbavu. Unataka kuwa pumbavu? Hapana. Unataka kuwa mtu mwenye nini? Akili. Mwenye akili ni kumfuata Yesu wapi? Kanisani. Wapi? Yesu alienda kanisani? Kuna andiko yote katika Biblia mzima from Genesis to Revelation Yesu aliingia kanisani? Tena wakati ya Yesu, for your information, hakukuwa na kanisa hata moja, ilikuwa ni misikiti, ilikuwa inaitwa masjid. Wayahudi walikuwa wanaita masjid, Waarabu walikuwa wanaita masjid. Wote walikuwa wanatumia neno moja. Mayahudi ni kuacha, waliacha dini. Wale wako saa hii. Wale wamechanganyikana na wazungu, wamechanganyikana na wazungu. Wale original wanajua ni kweli. Kwani kitambo haikuwa hizi mambo za shrines? Kulikuwa na mambo ya shrines. Shrines hiyo ni bahari ya kwenda kutoa sadaka. Sio ni bahari ya kwenda kutoa sadaka. Hiyo zilikuwa wako huko. Ni wapi inasema kitambo kulikuwa na misikiti? Wapi inasema? Si Biblia imekueleza kulikuwa, kwani Musa umeambiwaje? Rudia 15:21. Na hata Qur'ani inasema hivyo. Wote walikuwa wanaenda msikitini. Na inasema manabii hao wote, Qur'ani inasema wote walikuwa ni Waislamu. Hakuna nabii walikuwa wa dini nyingine. 15:21. Sikia. Kwa maana tangu zamani za kale Musa nao watu wahubirio mambo yake katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Tunaona hata zamani ilikuwa ni nini iko? Masinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Sasa wewe ndio ulitupa njia, ulitupa mbao. Mimi najaribu kurudisha bahari inaonekana. Tena Biblia inaniambia nikupe zawadi, tena zawadi mnono, zawadi nzito. Nataka nikupe zawadi leo. Je, unataka zawadi? Zawadi gani? Ndio nakuuliza, Biblia ndio inaniambia nikupe zawadi. Utakubali zawadi yangu? Ya Biblia, si yangu, ya Biblia. Utakubali zawadi ya Biblia? Utaikubali? 3:11. 3:11 nasema akawajibu kitabu cha Luka. Akawajibu akiwaambia mwenye kanzu mbili. Mimi nimevaa nini? Inaitwaje hii? Kanzu Haya, mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. Biblia inaniambia nikiwa na kanzu mbili nimpatie ule hana nini? Kanzu. Wewe una kanzu? Hapana. Una. Kwa hivyo Biblia inaniambia nikupatie ngapi? 2. Ngapi? 1. Nikupatia 1. Ukivaa utafanana na nani? Na wewe. Ukifanana na mimi watu wakikuona mtaani watasema huyo amekuwa nani? Muislamu. Kumbe bado Biblia inakufundisha uwe nani? Mkristo. Bado unakataa? Bado unakataa Haya. Wale viongozi wa Kiislamu wanaitwa, viongozi wao kanisani wanaitwaje? Bishop, pastor, reverend. Sawa. Wale wa Waislamu nasikia wanaitwaje? Mashehe na nani? Sijui, najua shehe. Mashehe, kadhi. Nasikia kadhi. Kadhi ni kiongozi wa dini gani? Wa Muislamu. Na shehe ni kiongozi wa dini gani? Muislamu. Haya, 1 2 nyakati wa pili. Sikiza maneno sasa.
Moja. Moja mbili, Nyakati wa pili. Suleimani. Suleimani unamjua? Namjua. Daudi. Ndio mfalme. Walikuwa yeye mfalme, yeye ni nabii na ni mfalme, na baba yake Daudi ni nabii na ni mfalme. Suleimani akasema na Israeli wote. Suleimani alikuwa anaongea na Waisraeli wote kama rais, kama hapo kwetu Kenya unasikia rais anaongea na Wakenya wote. Ama unasikia kule Amerika ule Trump anaongea na Amerika wote. Suleimani akaongea na Waisraeli wote. Na maakida wa maelfu. Na maakida na maelfu. Na mamia. Na mamia. Na maamuzi. Na kila shehe. Na kila nini? Na kila shehe. Waisraeli wote. Kumbe hata viongozi wa Waisraeli walikuwa wanaitwa nini? Shehe. Shehe ni kiongozi wa dini gani? Muislamu. Kumbe wale walikuwa Waislamu na sisi ni Waislamu? Waislamu. Kumbe wewe umetupa mbao? Sijatupa bao. Nimekupa ushahidi ya kutosha. 3. Hapo umeelewa, tutoke hapo tuende kwingine. Leta swali lingine. Sina nyingine. Sikuwa Muislamu basi. Tuwe kama Yesu. Mwacha mila ni mtumwa. Hata mila? Wewe unafuata mila ama unafuata Biblia? Si mimi bado ni Mkristo sasa. Nauliza hivi. Hii Kristo ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Hebu nielezee kuhusu Kristo. Ukristo. Ulitoa wapi wewe? Kwa sababu wewe umechukua jina la mtu ukaifanya dini yako. Kristo si jina la Yesu. Kwa nini unachukua jina la mtu unaifanya dini yako? Hapana. Kristo si dini. Kristo ni jina la Yesu. Ama mimi nakataa? Kristo ni jina la Kigiriki. Wagiriki wakimuona Yesu wanamuita Kristo. Wayahudi wakimuona Yesu wanamuita Mesaya. Waislamu wakimuona Yesu wanamuita Masihi. Kristo ni jina la Yesu. Wewe umechukua umefanya dini yako. Sijafanya dini yangu. Basi ulitoa wapi? Niliipata tu. Uliipata tu? Wewe ukuchunguza ujue ilitoka wapi? Samueli wa kwanza 2:82, ukurasa 282. Sikiza neno hili Masihi. Sikiza sasa neno Kristo maana yake. Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mti wa mafuta. Ni mti wa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiunani ni Kristo. Kwa hivyo wale Wagiriki wakimuona Yesu wanamuita nani? Kristo. Kristo. Wayahudi wakimuona Yesu wanamuita Masihi? Masihi. Masihi. Waislamu wakimuona Yesu wanamuita Masihi? Wewe peke yako ndio unamuita Yesu kwamba ni nani? Ni Kristo. Ni Kristo. Umechukua jina la Wagiriki ukamuita nani? Unaona maneno hayo? Ndio hivyo, hiyo ndio ukweli. Hiyo ndio ukweli. Ndio ukweli hiyo. Uko sawa? Umetosheka? Kabisa. Basi wacha nikutomea aya 2 au nichukue swali lingine. Haya, funga hii, leta Qurani hapa. Qurani 6:126. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Bila shaka unasikia? Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka kabisa. Kwa hivyo na mimi nakuhusia uwe Muislamu. Ndio upate uzima wa milele. Unaona? Haya, pumzika pale. Wacha huyu anapiga kelele ya kuja. Njoo. Kuja hapa. Haya. Mimi kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki. Na wewe unaitwaje? Mimi naitwa Geoffrey. Geoffrey nani? Oira. Oira. Yes. Asante sana. Haya, bwana swali uwanjani tulisikie. Tushughulikie. Mimi ningependa kuuliza jina dini linamaanisha nini? Dini ni njia ya kuelekeza kwa Mungu. Na kama ni njia ya kuelekeza na dini ina jina lake. Hakuna dini haina jina lake. Kila dini iko na jina yake. Ijapokuwa pia ukisema dini pia maana yake pia ni siku ya kiyama pia. Siku ya malipo pia inaitwa Yaumul Din. Siku Kwa hivyo dini inabeba mambo mengi. Kwa hivyo dini ina maana zaidi ya moja dini. Nategemea sana unazungumzia nini na
Nadhani ndio ambayo Nategemea na vile wewe unataka kuuliza toto tujui. Sasa kama umeniambia dini ni njia. Wapi katika maandiko ya Qurani nasema Muhammad ameambiwa yeye ndio njia kwa maana nyinyi mnamfuata yeye. Si nimesoma hapa saa hii. Muhammad si anafunuliwa katika Qurani. Ndio anatoa na malaika Jibril anaambiwa waambie watu na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Iko wazi, basi iko wazi. Ama nisome? Soma. Hebu soma hiyo Qurani. Kusilimu tu nimebaki. Tamke shahada. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Unasikia? Nimeshaambiwa kabisa na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Qurani 61 aya yake ni ya 9. Tena Uislamu ndio utakuwa top. Na saa hii dalili inaonyeshana duniani mzima. The fastest growing religion katika dunia ni Uislamu saa hii. Especially in Europe na in America. Watu wanasilimu na asilimia ya 345. Hata hapa kwetu Kenya. Sasa nenda msikiti uone imejaa. Enda msikiti mwingine uone imejaa. Enda msikiti mwingine uone imejaa. Soma. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Yeye ndiye aliyemtuma. Aliyemleta mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa uongofu. Na kwa dini ya haki. Hii dini ni ya haki kabisa. Ya haki ile ya kweli kabisa. Ili kuifanya ishinde dini zote. Qurani unaambia Uislamu ndio utakuja kurule. Utakuja kushinda dini zote. Mimi swali yangu nauliza, mnamfuata Muhammad? Nabii wetu tunamfuata. Hata wewe unafaa kumfuata, hata nabii wako pia. Wewe ni kukataa umekataa. Mnamfuata Muhammad. Na sisi wa Kristo tunamfuata Yesu. Unamfuata Yesu kama kwa authority gani? Mimi namfuata Muhammad kwa sababu ni Mungu amesema tumfuate Muhammad. Na mimi namfuata Kristo tu amesema tumfuate. Nani amesema tumfuate? Kristo. Kristo. Mfuate nani? Tumfuate yeye ndio tumfike kwa Mwenyezi Mungu. Kristo hakujui, wewe hakujui. Wewe Yesu Kristo hakujui kabisa wewe. Anijui kwa nini? Hakujui kabisa. Anijui kwa nini? Hakujui kwa nini? Funga Qurani, leta Biblia. Luka 19:10. 19:10 kwa wenye kuandika. Luka. Inasema kwa kuwa mwana wa Adam ni nani? Inajulikana. Unamjua mwana wa Adam ni nani? Yes. Yesu, alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbe huo mwana wa Adam alikuja kutafuta kile na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Wewe katika hapo? Hiyo grupu huko wewe? Unajua usiniwekea maneno kwa mdomo. Okay, la nikuuliza tu nikuwa nauliza tu. Uko katika hiyo grupu? Grupu yako. Huyu mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Wewe uko hapo ndani? Sasa mimi ni kilichopotea. Ndio mimi nataka nikuulize ndio nijue kabla sijatoa haya. Nijue kama wewe uko katika hiyo grupu ama huyuko. Kilichopotea? Kilichopotea. Wewe umepotea? Mimi sijapotea juu namfuata Kristo. Very good. Umesema vizuri. Hivyo ndio nilikuwa nataka. 15 mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hicho kilichopotea ndio kiokolewe ni akina nani? 15:24 Mathayo. Ndio hiki sasa. Inasema kwaje kuandika? Akajibu akasema, Yesu mwenyewe anajibu kabisa. Kwanza jua kama ninawaka mchana hivi anaongea na watu Sikutumwa mimi Yesu. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe waliopotea ni wakina nani? Nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu alikuja kuokoa watu gani? Hawaja kuniwekea maneno kwa mdomo. Na mimi nisomee. Soma. Sawa. Nisomee 14:6. 14:6. Mimi ndimi njia ya uzima na kweli. Hata hapo yuko. Nitakuonyesha yuko hapo kwa ukwenda unaenda hakuna bali huko. Aliyekuwa anaambia watu mimi ndimi njia ni hao watu wametumwa kwao.
Inasema kwa kuandika 4:14 mimi ndimi njia. Yesu akamwambia mimi ndimi njia na uzima na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Uko hapo wewe? Si ndio, si mimi ni Mungu. Nitolee Mkristo hapa. Nitolee hapa Mkristo hapa. Mimi nakuuliza mimi si. Anasema watu wanaambia ni Waisraeli, si wewe. Wewe uliniambia hujafanya aje? Nilikwambia anaongea na wale watu ambao wamepotea. Ndio naongea nao, ndio naambia. Yesu alikuwa anatoka Galili, anaenda Judea, anaenda pale Hebron, anatoka hapo, alikuwa anazunguka tu pale. Hapa Yesu amesema nini? Mimi ndimi njia, anaambia wana wa Israeli. Wapi ameandikwa hapa anaambia wana wa Israeli hapa? Kwani alikuwa anaongea na watu gani? Kwa hiyo maandiko nakuuliza hivi, ngoja kidogo. Yesu wakati alikuwa anaongea hapa duniani, alikuwa mimi Mkikuyu nilikuwa hapo. Mimi nilikuwa Mkikuyu wakati Yesu alikuwa anaongea hapa duniani. Mimi Mkikuyu nilikuwa hapo. Au kuwa. Wewe ulikuwa? Si kuwa. Hawale wengine walikuwa? Wagani? Kumbe wale waliokuwa pale wakiambia Yesu ni watu gani? Yesu alikuwa tangu mwanzo. Sizeni kutikuwa hata awe mwanzo ama awe mwisho. Nauliza hivi, huyu Yesu ili tushinde tuende sana. Katika ufalme wa Yesu wewe uko, ufalme wake wewe uko. Ufalme wa milele wewe uko. Si ndio juu ya neema ni siniko hapo. Kwa neema. Kwani Paulo anatuambia nini? Hebu niulize Yesu kama wewe uko. Mimi siulizi Paulo kwa sababu Paulo hako kwako. Mbona ulizi Paulo? Paulo kitaka tutamuuliza, lakini kwanza tuongee na mwalimu kwanza ambaye ni Yesu. Mwalimu wako ni Paulo ama ni Yesu? Mwalimu wangu nani? Tuheshimiane. Yeye wenyewe itampoesha. Huyu anataka kusilimu ndio shida. Nani anataka kusilimu? Hebu soma. Soma hii. Soma hii. Afadhali kwa 7:9. Mhubiri, kwani wewe umekosea? Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Usifanye, Biblia inakwambia usifanye haraka kukasirika katika moyoni mwako. Maana hasira ukaa kifuani mwa wapumbavu. Hasira inakaa kwa nani? Biblia imeshakuweka sawa. Kwa hivyo kama imeshakuweka sawa, mimi nakuacha hapo. Haya mwalimu, njoo. Malizia hapo pamebaki. Tamka shahada. Lete swali. Mimi naona mnamalizana mwalimu, na mimi naona yeye kijana mzuri unataka kusilimu. Hiyo nayo mambo na kusilimu achana nayo kwanza. Hapa kwa ajili ya kufundishana. Lete swali. Swali yenye nimeuliza. Uliza swali lingine ambao uko nayo. Sina sikia mmemalizana na mwalimu. Sasa mimi hata nilikuwa nasimama labda usilimu. Kanzu yako mimi naona size ni kama mimi. Na kupatia tu yangu niko na 3 na kupatia 1. Hivyo niachane na hiyo niulize nyingine. Uliza swali ambao uko nayo. Swali yangu ningependa kuuliza pia. Naam. Kwani unafikiria maswali kama yameisha? Ndio lazima nifikirie swali yenye nitakuuliza. Hebu nataka nikuulize nyepesi ndio. Ndio ikuwa mteremko. Yaani unatafuta ile ngumu kabisa. Si ndio nikuulize. Leta. Sasa mimi ningependa kujua katika malaika sisi katika Biblia wale malaika wenye tunajua wametajwa kwa majina ni malaika kama 7 hivi. Katika Qur'ani malaika wenye wametajwa kwa majina na malaika wangapi? Katika Qur'ani wako malaika wametajwa kama sijakumbuka sana, naona kama 4 ama 5 wako wametajwa. Wametajwa Mikaili, wametajwa Malakul Maut, wametajwa malaika ambaye yuko mkono wa kulia, mkono wa kushoto, ambao wanakuwa katika wanadamu. Ndio hao wametajwa. Malaika una haja gani nao kwa leo? Sasa ningependa kwa hao malaika wenye wametajwa, kuna wale kulingana na Waislamu, kuna wale wanasema, kuna wale wenye wanaandika mazuri ya mtu wanapeleka mbinguni. Kuna wale wenye wanaandika mabaya ya mtu pia wanapeleka mbinguni. Ningependa kujua hao malaika. Hawapeleki mbinguni. Malaika wakiandika, kuna kitabu ambacho ni jazaa ya binadamu imewekwa 17:13 Qur'ani. Jazaa ya mwanadamu imewekwa, kisha yakiandikwa utapatiwa siku ya kiyama. Kwa yale uliyoyafanya unaambiwa ikra kitabu. Yaani unasoma kitabu chako.
unapatiwa kitabu chako siku ya Kiyama. Kuna wale watapatiwa kwa mkono wa kulia, na tunaomba Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa wanaopatiwa kwa mkono wa kulia. Kuna wale watapatiwa kwa mkono wa kushoto, na kuna wale watapatiwa kwa mgongo yao. Yaani ili ukipate unapasua mkono inatokea huku ndio ushike hiyo kitabu. Maana kiko kwa mgongo yako. Tena hasara kubwa sana. So ni jazaa ya kitabu ambacho kimeandikwa mambo ya binadamu. 17:13 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kila mwanadamu tumemfungia jazaa ya vitendo vyake shingoni mwake. Sikiza tena, imefungwa katika shingo yako. Huwezi kuona na haya macho. Kuna mambo mengi huwezi kuyaona na haya macho. Na nipata vizuri Kwa mfano kama hapa unaona tunasimama, kuna viumbe wengine ambao wewe huwezi kuyaona na haya macho. Na nipata vizuri ambao Allah ndiye anajua zaidi. Teremka. Na tutamtolea siku ya Kiyama daftari. Na tutamtolea siku ya Kiyama daftari. Maana yake ni kitabu. Ukisikia daftari maana yake ni kitabu umefungiwa katika shingo yako. Iliyoandikwa ndani yake kila alilofanya. Kila kitu ambacho unakifanya kinaandikwa pale katika kitabu chako. Na ndio unasikia kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyachuma. Wewe hautaandikiwa mambo ya Adam wala ya Yesu, unaandikiwa mambo yako mwenyewe. Malizia. Atakayoikuta amekunjuliwa aambiwe, soma daftari lako. Yaani utaambiwa soma kitabu chako. Na nipata vizuri Hivyo utajisomea mwenyewe, si kwamba Mungu ndiye anakusomea. Siku ya Kiyama unajisomea mwenyewe. Yaani unapewa kitabu chako unajisomea mwenyewe. Unajua hakika mimi ni mtu wa motoni ama mimi ni mtu wa peponi. Kwa sababu utapata kila ulichokifanya kiko pale. Na ndio tunaambiwa ihukumu nafsi yako kabla hujahukumiwa na Mwenyezi Mungu. Na sasa kama wewe ndio utakisoma hicho kitabu na unajua kwamba unaenda motoni, utatoa wapi hiyo nguvu ya kusoma hiyo kitabu? Sasa ndio utajua mahali utatoa. Manake pale ni kisimamo. Ndio inaitwa Kiyama, sio mchezo. Na ndio naambiwa wakati uko duniani jihesabu mwenyewe kabla hujahesabiwa na Allah. Kwa sababu Mungu hataki kudhurumu. Hapana. Ili usiseme sikufanya hii sikufanya hii. Unaambiwa chukua kitabu chako. Sasa jihukumu mwenyewe. Hii ulifanya hukufanya yote. Ukisema hii sijafanya, unaletewa video yenyewe kila kitu. Ndio wewe ukifanya kila kitu. Hakuna kudhurumiwa siku ya Kiyama. So ni uwe Muislamu mapema. Kwa sababu Waislamu watakuwa na nusra. Kwa nini 15:2 Qur'an? Waislamu peke yake watakuwa na nusra siku ya Kiyama. Watu wengine watakuwa na hasara. Na wewe sasa hatuwezi kukuhukumu tukasema ati wewe ni mtu wa motoni. Hapana, kwa sababu hujakufa. Na tunaambiwa mwisho mwema, ombeni mwisho mwema. Wewe unaweza ukabadilika. Kulikuwa kisa moja ya mwanamke ambao alikuwa ni kahaba. Huyu mwanamke alinywesha umbwa maji na kiatu yake. Allah akamhurumia, akampa rehema, kwa rehema ya Allah akamuingiza janna. Akawa ni mtu wa peponi. Kwa nini? Kafanya kitendo nzuri alafu kafa, akawa ndio mwisho wake ukawa ni mwisho mwema. So tunaangalia the final utakuwa namna gani. Pada vizuri. Sasa wewe ukiwa Muislamu utakuwa mzuri hata kuniliko mimi. Maana wewe najua hata utahubiri mno kuniliko mimi. Sikiliza 15:2 Qur'an. Wacha nimalize alafu kuje 15:2. Maana wewe hiyo sauti nzuri sana ya kuita. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mara nyingi wale waliokufuru watatamani huko motoni. Lau angalikuwa Waislamu. Yaani ukiwa motoni utatamani lau ungelikuwa Muislamu. Leo tunakuitia Uislamu on a golden plate. Kuwa Muislamu kwa ajili ya nafsi yako. Unaona ni mzaha, lakini ukiingia motoni utatamani lau ungekuwa Muislamu. Lakini wewe hatuwezi kukuhukumu utaingia motoni isipokuwa ukifa katika hiyo hali. Lakini wewe ukisilimu utakuwa bora hata kuliko mimi. Acha nikuulize swali. Kama ikiwa mimi Mkristo na mtafuta huyu Mwenyezi Mungu, na wewe Muislamu unamtafuta huyu Mungu, kwa nini unisawishi niingie kwa dini yako na ili hali sisi sote tunamtafuta huyu Mungu? Kumtafuta Mungu aje? Kwani Mungu amepotea ndio unamtafuta ama unamtafutaje? Hebu tuelezee, hebu fafanua, hebu weka para uwanja. Unajua waacha porocho mingi, unaelewa chenye na maanisha. Ndio nataka uweke para uwanja nijue unamaanisha nini. Unajua kama sijaelewa ni vizuri kusema sijaelewa. Sasa wewe unamaanisha nini haswa? Sasa kama wewe si wewe unamwamini Mungu? Mimi namwamini Mwenyezi Mungu. Sasa unasema kumtafuta namna gani? Kumwamini sasa hiyo inamaanisha kumwamini. Mimi Mkristo namwamini Mwenyezi Mungu. Na wewe Muislamu unamwamini Mwenyezi Mungu. Sasa kumtafuta inatokea wapi? Ndio hiyo nilikuwa namaanisha. Na ulikuwa unamaanisha kuamini. Na si eti unanielewa ni porocho tu unataka kuweka hapa. Sasa sijakuelewa, ndio nakuuliza kama mimi namtegemea huyu Mwenyezi Mungu na wewe na huyu Mwenyezi Mungu ndio unamtegemea. Kwa nini unanishawishi niingie kwa dini yako?
Allah. Na sisi sote tunamtafuta imidia huyu Mwenyezi Mungu. Mimi nakwambia uingie katika Uislamu 385 Qur'an kwa sababu hiyo. Sio ingine kwa sababu hiyo ni manufaa yako. Manufaa yako tu. Yaani mimi nakupenda. Sasa manufaa gani na mimi bado namtafuta huyu Mungu? Ama unaona wewe unamtafuta hali ya kuwa sisi tuko na Mungu? Si eti kumtafuta. Si unaona anarudia anamtafuta. Unajua kuna tofauti ya kutafuta na kuamini, ni vitu mbili tofauti. Kuamini huyu Mungu na maanisha hiyo. Wewe unasema kutafuta. Kutafuta na kuamini vitu mbili tofauti. Na kumwamini huyu Mungu. Wewe unamwamini huyu Mungu na mimi namwamini huyu Mungu. Kwa nini unishawishi niende kwa dini yako? Ndio hii 385 ni kwa sababu ya hiyo ndio nakuambia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini sio kwa Kiislamu. Na yeyote anayetafuta dini sio kwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Sasa mimi naona hiyo Ukristo haitakubaliwa kwako. Haitakubaliwa aje na Qur'ani yenyewe inajua kwamba Wakristo walikuwepo na ndio walikuwa mwanzo. Ijaongea kuhusu Wakristo. Rudia usikie inaongea hapa. Tulia usikie inaongea kuhusu. Na anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu. Na anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu, sio Wakristo. Ukitafuta dini ya Ukristo, hiyo Ukristo ndio itakubaliwa kwako. Wakristo watu wengine ukija kwa Wakristo nitakufunga. Malizia. Na anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Yoyote anayetafuta dini sio kwa ya Uislamu haitakubaliwa kwake. Wewe dini gani? Hiyo ni kulingana na mujibu wa Qur'ani. Wewe dini gani? Mimi dini yangu Kristo. Ni Kristo sio Ukristo? Ni Kristo. Sio Ukristo? Hapana. Asante sana. Unaona huyu amekataa Ukristo saa hii. Ukristo unajua kuna kitenzi na kuna nomino. Ndio tufunze hivi. Hamna shida. Utakuja acha kwanza tumalizane na huyu mchungaji. Kwanza tumalize. Nataka utueleze nomino ni gani, kitenzi ni gani? Usitake nikueleze kila kitu na unajua unataka kunianika tu, unataka nikueleze na hawajui. Watu wanatazama pia hawajui. Nataka hivi, angalia. Ukristo ni dini au sio dini? Ndio tuelewane. Kuna mwenye amesema, kuna mwenye amecomplain hapa ajui. Mimi ndio nauliza, mimi ndio sijui. Nasema hivi, Ukristo ni dini au sio dini? Ukristo kwanza tumalizane na Ukristo. Dini ni Kristo. Sijauliza Kristo, nauliza hivi. Manake mimi nikienda pale kwa registrar, nasikianga hata ukienda kotini, hujaiulizwa dini yako ni Kristo. Sijaisikia mtu akiulizwa hivyo kotini. Anaulizangwa dini yako ni Uislamu au ni Ukristo. Hata ukijaza kitambulisho unaulizwa your religion is Christian or Muslim or Islam. Sasa wewe Christianity or Islam? Sasa swali yangu ndogo. Je, Ukristo ni dini au sio dini? Ndio nije kwa Kristo. Sasa mimi nimekueleza hivi. Ukristo hiyo ni kitenzi cha sasa hiyo Ukristo kiwacha nieleze nimalize. Maliza. Bwana umeuliza swali. Maliza. Acha kupita. Maliza. Wewe tulia. Mwache Ali ndio asione mahali ya kupotelea. Mwache. Tujibu hii swali. Hata Wakristo wanashangaa ndio wapate. Manake hata dada nimemsikia akisema watu wakuje katika Ukristo. Sasa tulikuwa tunataka tujue, je, Ukristo ni dini au sio dini? Nikiwa namfuata Kristo ambaye ni dini, nikifuata hizo njia zake na kuwa Mkristo. Sijauliza Mkristo, nimeuliza Ukristo kama ni dini au sio dini? Sio dini. Asante sana. Ngojeni, asante sana. Kaka leo ametumalizia, anasema Ukristo sio dini. So nyinyi ambao mnajiita ati dini yenu Ukristo, mjue Ukristo sio dini. Sasa tupati unajua ni yeye, ni mchungaji na amemwagiliwa mafuta. Msiinue mikono. Unajua mchungaji amemwagiliwa mafuta asije akawalani na dhambi. Sasa wewe umetufunza hapa kama Waislamu. So Muislamu akisema anataka kuenda kuwa Mkristo, Ukristo dini, ajue Ukristo sio dini, hao amekataa. Sasa swali, unajua wewe unaongea mingi na unaongea yenye hakuna. Wacha kuongea mingi. Mimi hata nimefurahi umesema Ukristo sio dini. Na nimefurahi Ukristo sio dini na aliyesema ni Mkristo sio sisi. Nimesema dini ni Kristo. Asante, tupatie andiko inayosema Kristo ni dini. Haya. Andiko inayosema Kristo dini, tupatie. 14. Na nataka imprimanto hapo. 14:6. 14:6. 14:6. Imprimanto hiyo.
Nasikia dakika 20. Tupe imprimatur. Wewe mbona wakati mchungaji analeta uhondo anasema Ukristo sio dini? Mpaka Wakristo wameshangaa hapa wengine. Hata huyu ananyanyua mkono, maana ameshangaa akisikia Ukristo sio dini. Wakati yeye anaambianga watu yeye dini yake Ukristo, ameshangaa amesikia leo Ukristo sio dini. Hiyo ni kitendo. Unasikia hiyo ni kitendo, sio dini Ukristo. Sio mimi mchungaji. Soma 14:6. Kristo dini. Inasema Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wapi Kristo ndio dini? Ndio hiyo nakuuliza, dini ni nini? Dini ni nini maana yake? Dini maana yake 6:26 Qur'ani. Alafu nivutie hiyo imprimanto, nifungulie 4:1 uone Yesu alikuwa na dini bana. Ndio namalizia katika hiyo baba. Yaani huyu tukimpata siku 2 3 tunamaliza Ukristo hapa, kwa sababu yeye mwenyewe kamaliza. Unaona? Yaani watu kama mimi nawapenda. Mpaka sijaongea bado. Haya, Qur'ani anauliza Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 6:26 Qur'ani. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Tunaambiwa Uislamu ndio njia. Sikia swali. Dini inamaanisha nini? Dini inamaanisha sisi katika Uislamu ni Uislamu. Dini inamaanisha njia. Hata nimeuliza saa hii. Kama ulikuwa unasikiza hapa. Niliuliza saa hii. Dini ni nini? Ngoja kwanza usinipeleke hivyo, kwa sababu pia hii ni njia. Unaona? Hata hii ni njia. Unaona? So huwezi kusema kila njia ni dini, hapana. Alafu ukisema Yesu ni dini, wakati Yesu alikuwa na dini yake, sasa itakuwaje? 4:1 kitabu cha Timotheo, Yesu alikuwa na dini. Piga fanusi hapo na umuonyeshe na macho. 4:1 hapa bwana. Alikuwa na dini. Katika siku za mwisho ambao ndio hizi tuko, watu wengi watamuasi Kristo ambao tunamjua huyu Kristo na dini yake. Kumbe Yesu alikuwa na dini yake ambao ni Uislamu. Hakuna. Sasa kesho inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uje kesho mapema na uniletee huyu mchungaji wako wapi? Amekuja hapa na huyu mchungaji. Ngoja uniletee huyu mchungaji kesho, alafu mwambie awache kujinyonga na tai. Hii ni karibu kukomiti